Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu, leo tutazungumzia kumfanya mtoto awe anapenda kusoma madrasa, awe anapenda kusoma shule, sawa, na aipende na shule yenyewe. Kutokana na jamii tuliokuwa nayo leo, kuna watoto na muda mwingine si watoto, hata mtu mzima pia, kuna wakati anajikuta alikuwa na hali ya kupenda kusoma, lakini baadaye hali ya kupenda kusoma inaondoka. Na hili ni tatizo ambalo limeenea katika baadhi ya maeneo mbalimbali katika ulimwengu tuliokuwa nao. Sasa leo tunapeana suluhisho la dua ambayo pale utakapokuwa ni mwenye kuitumia wewe, itapelekea watoto wetu wanakuwa katika hali ya kwamba yuhibbuna almadrasa wadirasa, watakuwa wanapenda ile madrasa kusoma, wanapenda kusoma, wanapenda madrasa na wanapenda kule kusoma kwenyewe. Kwa hivyo unapokuwa nyumbani kwako, unapomuona mwanao, unatamani mwanangu hawe katika level fulani ya kusoma elimu, ajitahidi kusoma, sawa, basi hebu msomee dua hii mtoto wako. Haufahamu, basi mtafute anayejua akusomee dua hii kwa mwanao. Lengo na dhumuni lake mtoto wako awe katika hali nzuri ya kiilmu, awe katika hali nzuri ya maarifa, awe na elimu iliyokuwa nzuri katika ulimwengu tuliokuwa nao. Naam, dua hii ndugu yangu ni dua ambayo ni kama ifuatavyo. Ni dua ambayo ya kumfanya mtoto aweze kupenda shule na apende kusoma. Maanake apende shule yenyewe aipende, lakini vile vile na apende kusoma. Hii ni katika mambo ambayo ni adhim, kwa maana ya muhimu makubwa sana. Sasa utakachofanya, tafuta karatasi ambayo ni nyeupe. Ukiweza tafuta karatasi nyeupe, na karatasi nyeupe mfano wake kama karatasi hii. Mfano wake kama hii, wewe utatafuta karatasi nyeupe. Baada ya kuipata hiyo karatasi nyeupe, utakachokufanya, andika suratul Fatiha. Suratul Fatiha kwa maana ya alhamdu. Yote unaandika mpaka mwisho, mpaka katika pale amina. Yote unaiandika mpaka amina, pia andika vile vile, sawa. Kisha baada ya kuandika namna hiyo, alafu utachukua maji ya Zamzam. Ile karatasi yako iweke katika maji ya Zamzam. Ukikosa maji ya Zamzam, hata maji ya kawaida yaliyokuwa masafi, yaliyokuwa tahara, iweke karatasi yako. Maandishi yale yatakuwa ni yenye kuondoka kwenye karatasi, hatimaye yatayeyuka. Sasa baada ya hapo, kisha utasomea suratul Fatiha. Ile maji yako yasomee suratul Fatiha mara 7. Soma suratul Fatiha mara 7, kwa maana soma alhamdu mara 7. Kisha baada ya hapo, pulizia yale maji yako. Baada ya kupulizia, kisha utawapa watoto wako au mtoto wako aweze kuyatumia yale maji katika hali ya kunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Lakini anatumia hivi 7 ayyam biniyati hubbi taallumi wal fasaha wadhaka, kwa maana kwa nia ya kupenda kujifundisha, na pia vile vile mtoto wako pia ili awe katika dunia fasaha na awe na akili. Maanake utaratibu huu faida yake, mtoto anakuwa anapenda kujifundisha kusoma, lakini pia vile vile mtoto wako atajaliwa atakuwa fasaha, akiongea atakuwa ni fasaha. Ni dua kubwa sana, ni muhimu sana. Lakini pia vile vile si hivyo tu fasaha, pia atakuwa na dhakao na utambuzi, atakuwa na akili. Mtoto atakuwa na akili kubwa sana, sawa. Hii ni njia mojawapo ya kumsaidia mwanao, au hata wewe mwenyewe.
Unapojiona unatamani kujiendeleza kielimu, unataka kusoma wewe, basi unaweza ukafanya namna hiyo. Andika suratul Fatiha, kisha baadaye iweke kwenye maji, yanapoyeyuka isomee suratul Fatiha mara 7, lakini nia yako unakuwa unatia nia, kwa maana nasoma dua hii kwa ajili ya jambo kadha kadha kadha, lile ulitakalo katika hivi tunavyoelekezana. Ndugu yangu, hiyo ni namna ya kwanza, njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, unaweza ukasoma suratu Yasini, pia ukachukua maji ukayasomea suratu Yasini yote. Lakini hivyo hivyo katika suratu Yasini unaposoma, nia yako ni kwamba ni kwa ajili ya mtoto au kwa ajili ya kwako mwenyewe, ili uwe faswaha, upende shule, uwe faswaha, uwe na akili, na pia shule yenyewe uipende na upende kusoma. Ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake na kwa kudura zake atakufungulia ndugu yangu. Sawa? Ilmu haina mwisho. Tunaposema si mtoto tu, hata watu wazima, kwa maana bado wakati wa kusoma upo, kwa maana ya kwamba tujitahidi kupenda kusoma na tusome. Ilmu haina mwisho. Unaona kuna kitu fulani ukijui, basi usione tabu kupiga goti kumfata mtu au kwenda kwenye shule fulani, hatimaye tukakusudia kusoma. Kuna kheri zake, maana ilmu haina mwisho. Naam, ndugu yangu, baada ya maelezo hayo machache, nikwambie ni kwamba natoa darasa hili nikiwa katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, Buguruni Malapa. Buguruni Malapa. Haya maeneo ya Buguruni Malapa napo tumefungua kituo. Tuna kituo hapa sasa hivi maeneo ya Buguruni Malapa. Kwa wale watakaotamani kuja kunitembelea, basi insha Allah ni kwamba nipo maeneo ya Buguruni Malapa. Pia nafaniza dua kwa watu wenye matatizo mbalimbali na shida mbalimbali. Lakini Buguruni Malapa, mtaa wa Gulamu. Mtaa wa Gulamu. Ukifika mtaa wa Gulamu, nyumba namba 19, nyumba yenye geti jekundu, ndipo ambapo tunapatikana hapa, alhamdulillah. Kwa hivyo, na kwa lamani nyingine, kama unatokea maeneo ya Ilala unakuja Buguruni Malapa, ukivuka daraja tu, kulia kuna sheri, kushoto huku upande wa kushoto sasa utahesabu mtaa wa kwanza ulioingia ndani unauacha, mtaa wa pili unauacha, mtaa wa tatu utakuta kuna ndugu zetu ambao wao wanatengeneza vitanda. Hapo kwenye mtaa wa tatu utakata kona mkono wa kushoto, kuna mtaa unaingia, mtaa huo ingia katika mtaa huo. Ukitazama mbele yako utaona kuna nyumba yenye geti jekundu ambayo kuna nguzo ya umeme hapo, namba 19, nyumba namba 19, ndipo hapo utakuwa ni mwenye kufika, alhamdulillah. Lakini pia kama unatokea maeneo ya Buguruni sasa unakuja huku Malapa, mwisho wa zile barabara mbili zilizoachana, maana kuna barabara kubwa mbili, moja huku moja huku, zinakwenda pale mwisho wake zinapoishia mkono wa kulia kuna barabara inaingia, basi barabara hiyo hiyo ukiangalia kishakata mbele yako ukitazama utaona nyumba namba 19 ni yenye geti jekundu, ndipo tulipo hapo, alhamdulillah. Kwa watu wenye matatizo mbalimbali kwa maana ya dua au matatizo ya mwingine anatamani kusoma tu elimu hizi ambazo tunazozitoa, pia mlango uko wazi. Tumefungua hapo nafasi hiyo ya kuelekeza baadhi ya watu ambao wataka kujua mambo mbalimbali. Lakini kadhalika vile vile unahitajia jambo lolote, dua kwa ajili ya jambo lolote, shida yoyote, basi tutaonana, tutajua namna ya kuombeana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa haya machache, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-kamalu lillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.